Ni muda na wakati mwingine tena, siku nyingine tukiwa tunakutana ndani ya Wednesday Show, na kikubwa ni kuweza kuangalia yale ambayo yanajiri katika michezo. Tukumbuke kwamba kipindi hiki tumebahatika hapa nchini Tanzania kuwa na mapumziko ambayo yanaendana na imani za dini, kwa maana ya kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani na pia mfungo wa Kwaresma. Lakini imekuwa ni utamaduni kwa muda usiopungua miaka 10 na kuwepo kwa michuano ya mpira wa miguu wakati wa mfungo wa Ramadhani. Na kwa msimu huu basi Barbarians wao ndio wamekuwa wadhamini wanaoendesha michuano hiyo inayofanyika katika viwanja vya JMK Park na kurushwa moja kwa moja na Azam TV. Leo hii kufuatilia kile ambacho kinaendelea katika michuano hiyo, wapi walipofikia, tumeweza kuwapata host hao au waandaaji wa michuano hiyo Barbarians, na hapa nimepata ugeni bwana Said Juma Shein ambaye yeye ni meneja wa hii Barbarian Park ambao nafahamu kwamba iko kwa ajili ya kuburudisha watoto, si ndio? Ndio kabisa. Na vile vile tunaye bwana Gadi Ezra Kiando. Huyo anasema ndo semaji lenyewe la Barbarian. Lakini msemaji mwenyewe ana noma huyo. Hatari. Naam, karibu sana. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Tunashukuru Azam TV kwa kupata fursa hii kukuja kuweza kupiga story 2-3 hapa kuhusiana na masuala ya michezo, swala zima lote la soka. Ndiyo. Na kuhusiana na Barbarian Ramadan Cup ambayo inaendelea pale JMK Park kwa burudani kwa Watanzania wote. Yeah. Nipo na mwenzangu hapa, msemaji wetu. Nadhani kutokana na jina lake kwamba ni msemaji atakuwa na mengi zaidi ya kueleza. Atakuwa na vitu vingi sana kudondosha. Naam, Gadi una mengi. Ulianza au ulikuwa ni mmoja kati ambao umeanza hizo promotion za kuweza kuhamasisha watu wakati wa kipindi hiki kuweza kupata nafasi basi wakati wanaenda kuvuta kwenda kwenye daku na nini waweze kufika kwa viwanja hiyo. Lakini kazi hii sio ndogo kuweza kuhamasisha na kupita katika maeneo tofauti. Ulikuwaje mwanzo huu na ikitia maana nyendo mwaka wenu wa kwanza kuweza kuingia katika michuano hii? Kwanza tunasema mpaka kufikia hatua hii tunasema alhamdulillah, kwa sababu haikuwa kazi nyepesi. Na kama ulivyosema haukuwa mwanzo mrahisi, ila pia namshukuru Mwenyezi Mungu amefanya, na pia tunashukuru Azam TV wameweza kuplay part kubwa sana katika hili. Kwa nini nasema hivi? Bosi wetu Fida ambaye ndiye CEO wa Barbarian Park na ndiye mwandaji wa Barbarian Ramadan Cup 2025 ameweza kutumia almost 2 weeks kuandaa mashindano. Baada ya kuona sasa wiki 2 zimebaki, hakuna story ya Ramadan Cup, watu watujui tukishapata iftar tunaenda wapi kupata burudani hii kadamse katika mwezi mtukufu. Masuala kama mengi tunaulizana itakuwaje, bosi akalisikia akasema kwa sababu hamna naye andaa basi wacha mimi nifanye, kwa sababu ni mwezi mtukufu na ndugu zangu wakitoka kufuturu wanahitaji pate sehemu kuangalia burudani, sehemu ya kuweza kuangalia vipaji. Na ukiangalia sisi tumechukua vijana wengi, timu nyingi za mtaani, ili wale vijana ambao wanashinda nao napiga nao story wakawaangalie pale. Wakiwa wanasema vijiweni kwamba mimi napiga fenti, mimi napiga vidali, basi usiku ule usiku wa deni. Watu waende wakalipe deni. Yes, watu wakalipe deni wakaonyeshe na wazee wao. Tunashukuru Mungu alhamdulillah, watu wanajaa, watu wanakuja pale wa heshima. Na tumeweka utaratibu mzuri sana. Kila mtu anafika salama, anatoka salama, habuguziki kwa chochote, akihitaji kula chochote, akihitaji kunywa, yani hata daku akitaka pale pale atapata. Umeona? Kwa hiyo almost kwa 2 weeks bosi wetu kajitahidi, kaandaa hiki kitu, tukafanya promotion, na kwa msaada mkubwa wa Azam TV tukasaidiana kutangaza hili, na mimi kama semaji nikachanga karata zangu nione Watanzania watapataje hizo taarifa za Ramadan Cup. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mashindano yamefana sasa. Safi sana. Sasa nianze katika mzizi, kwa sababu umezungumzia kuhusiana na miliki au boss wa Barbarian Park ambaye alikubaliana na hiki ambacho kinakwenda. Lakini nije katika base yenyewe kabisa. Barbarian Park ni nini? Na maki hapa ndo najua kilipoanzia. Ni kitu gani hiki ambacho mnacho Barbarian Park ambacho baadaye kinakuja kunipa maswali sasa ya kuingia kwenu katika mpira? Barbarian Park ni tunajihusisha na michezo ya watoto, na hii ilikuwa ni insight ya boss wetu na ile passion ya anapenda mambo ya michezo, na familia yote kwa ujumla tukawa tupo kwenye hicho kitu. Kwa hiyo Barbarian Park tunajihusisha na michezo ya watoto ambayo ni michezo mbalimbali. Kuna vile vigari kama wajamaa wanashindana sana Formula 1 vile McLaren wanaomjua na nini. Kwa hiyo tumeweka hizo vigari vinaitwa go-kart, langa style yuko Kiswahili sahihi. Watu wanakuja pale mpaka watu wazima, hata wewe mwenyewe unakuja, tunashindana pale. Huwa tunaweka pia vile vile tournament za mashindano pale, watu wazima kwa watoto.
na kuna michezo mbalimbali ambayo tunajaribu kuleta kuingiza Tanzania ambayo ilikuwa haipo. Sasa hivi tunaanza kuileta iwe watu wawe na exposure kama virtual realities hizo. Okay. Kuna games tuseme kama basketball, watu wanajua kama basketball mpaka niende kwenye court. Yeah. Lakini sasa hivi kuna challenges hizo, unapata game ni challenge ya basketball unacheza kabisa, lakini iko pale pale, yani sio paka uingie kwenye court. Yani kwenye magari hapo atakuja Saddam Mushi, kwenye basketball nitakuja mimi kwa sababu hayo ndio maeneo yangu kabisa. Hapo umefika. Mpo sehemu gani? Tunapatikana barabara ya Ture Drive ambayo kwa Tanzania kwa faida ni barabara ya kuelekea Coco Beach. Ukishatoka tu ubalozi wa Uturuki kwa mbele kidogo. Okay. Ndio. Baada ya ubalozi wa Uturuki hapa barabarani. Barabarani kabisa. Kwa mnakula upepo wa bahari hivi. Tunapata upepo wa bahari. Safi. Sasa unajua hamna kitu kigumu kama kumshawishi bosi. Unajua watu wengi au wafanyabiashara wengi huwa wanaangalia hesabu, wanaziangalia benki zimetoka ngapi? Yani zitaingia ngapi? Na mimi ninapofahamu kwa hesabu zangu za haraka, ukiangalia JMK Park kukodisha, maandalizi yale, labda tai hujakaa sawa na vitu kama hivi, watu Azam TV wanataka waje pale waonyeshe live, vitu hivi vikae sawa. Sasa ilikuwa ni rahisi kiasi gani kumconvince boss wenu umwambia bwana, pamoja na hayo mema ambayo umeona yatafaa kwa kusanya watu, hii itatufaa kwa sababu mbalimbali ambazo nyinyi wenyewe mlikuwa mnazijua? Ushawishi huu mliwekaje? Unajua mimi ni msemaji wa mashindano, lakini pia ni mtu wa karibu sana na bosi. Kwa hiyo hata katika Ramadhan Cup maliza vizuri kusema mtu wa karibu na bosi. Sio ukapewa ile jina la yule mdudu anayekaa kwenye magodoro. Shauri yako. Hapana. Kwa hiyo najua bosi wangu ni mtu wa michezo. Ndio. Ni mtu wa sports. Yaani tunapozungumzia Barbarian tunazungumzia sports. Umeona? Nafikiri ni jibu tosha. Kwa sababu gani? Bosi wetu mwenyewe anapenda michezo. Kwa hiyo hakuhitaji nguvu kubwa sana kumshawishi au kumueleza kitu chochote kinachohusiana na michezo. Yeah. Anafahamu profitability after investment katika football ni ipi ambayo itapatikana. Umeona? Kwa hiyo tukiachilia yote, angeweza tukuweka Ramadhan Cup bila kuja kuongea na Azam TV na nini, lakini anafahamu pia ni nini anafanya. Umeona? Yeah. Kwa hiyo hatukutumia nguvu niseme, na bosi wetu tulimwambia tu tunaweza tukaandaa, akasema nami pia nilikuwa nafikiria. Yaani unajua ni kitu ndio kinaitwa connection, yani connected automatically. Tunaweza tukafanya hiki, yes, mimi pia nilikuwa nafikiria kufanya hiki. Kwa hiyo plan ziwe vipi? Basi kwa kilikuwa ndani kwenye fikra yake pia. Alikuwa anafikiria hilo sana. Kwamba in case hawajaandaa nitaweka. Kwa sababu yale mimi ataweka na hawezi kuingilia. Bosi wetu mtu mmoja wake kwa sababu sawa. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo amemjalia. Umeona? Kwa hiyo anasubiri hicho kitu kwamba kama hawatafanya basi mimi nitafanya. Ila alikuwa anajua watafanya. Ndio anakuambia ameshtukizwa kwa ngome kidogo 2 weeks ajua ndio confirm kwamba bwana sisi hatutafanya. Okay. Basi sawa. Yeye ni mtu wa mpira, ni mtu wa michezo. Akaangalia ni kampuni gani ambazo zinaweza zikashiriki. Tumefuatilia vitu vingi sana mpaka kuchagua hizo timu. Tumeangalia sana kitu kinacho, yani unajua mwezi ni mwezi mtukufu. Kwa hiyo lazima tuangalie pia mambo ya dini. Ndio. Hatutamani tufanye kitu tukufuru. Hatutamani tufanye kitu ilete dhambi. Kwa sababu bosi mwisho wa siku anafanya yote kama kurudisha kwa jamii. Ndio. Umeona? Kwa hiyo ni thawabu anajitengenezea kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yeye akaangalia ni timu gani ambazo ni watulivu, wanaweza kufanya mashindano mazuri, hata watu wakija pale watapata burudani. Ndio watu wanatuliza, mbona mwaka huu timu fulani haipo? Hapana. Umeona? Yeah. Tungeweza kuleta vitu vya kila siku vya mazoea, lakini tusingebadilika. Ndio ukiangalia Barbarian na Ramadhan Cup mwaka huu tumeweka vitu vingi sana vya tofauti ili pia kuonyesha hadhi na thamani ya mwezi mtukufu. Umeona? Amegusia Gadi amegusia sana kuhusiana na thamani yenyewe na kile ambacho kinapaswa kufanya ndani ya mwezi huu. Tunafahamu kwamba duniani kote hayo huwa yanatendeka na kwa imani tofauti, na Tanzania jinsi ilivyo, kila nyumba kama hamna Muislamu na Mkristo, basi kwa shangazi, kwa mjomba atakuwepo, kwa jirani atakuwepo. Support unaiona vipi pale kwa jinsi watu ambao wanakuja katika nyakati hizo kuangalia hizi mechi, ukiachana na wale mashabiki wa timu hizi? Ndio. Najua unakaaga sana pale park, na najua kwa kule Oysterbay uzungu ni mwingi sana. Ndio. Mambo ya kishua yamejaa sana. Lakini kutoka kwako mara kadhaa kuja kuangalia kile ambacho kinaendelea hapa, nini ambacho unakiona kinacholeta hamasa zaidi? Yani pale kwanza ile jambo ni kwamba limekuwepo kwa muda, ni kila mwaka linafanyika, na Watanzania mashallah wanapenda jambo la soka, na pia vile vile
kutokana na bosi wetu kama alivyoongea ni mtu wa michezo, kwa sababu sisi wenyewe pia miaka iliyopita tumeshiriki, nadhani kama mara 2 tumeshiriki. Kwa hiyo mwaka huo alikuwa anajiandaa, akasema wasipoweka tutaweka. Sasa pale tunajaribu kufanya hicho kitu na kuenda kwenye misingi ya dini, kwa sababu mambo yawe yametulia na kwa Watanzania pia mambo yawe yako safi. Kwa kuona kwangu mimi pale mambo yamekuwa yametulia, watu wanakuja wanakaa, hamna bugza yoyote, watu wazito wanakuja mashallah. Kwa hiyo mengi yanafanyika pale, lakini kwa utulivu sana. Kwa utulivu sana. Azam TV na play part gani? Umeona hivyo vipande hapo vinakuonyesha kwa namna tofauti yale ambayo yanatokea kila siku. Na wale wenye familia, najua kuna wengine kama kina Gadi, kama ni ndoa basi bado ni changa. Kwa hiyo familia sio kila mtu ambaye anakuja mpaka uwanjani. Lakini kwa wale ambao wanakuwa nyumbani, nini ambacho kinawashawishi kwamba kesho na mimi niende kutokana na kuangalia Azam TV? Unajua Azam TV ina play part kubwa sana. Na moja pati ambayo ina play kubwa katika kipindi hiki, mimi kama msemaji, ni advertisement. Unaona? Ni matangazo. Hatuishi tu kutangaza Barbarian Ramadhan Cup. Hatuishi tu kutangaza Barbarian Tupac. Umeona? Sisi wa binafsi kiasi hicho. Kila timu iliyoingia ina haki ya kutangazwa kwa 100% kwa ukubwa wake na nini na usawa wake. Kwa maana ipi? Kipindi cha Ramadhan Cup, timu ambazo zinakuwa zinashiriki ni zile za for short term. Ni timu ambazo zinakuwa ni kwa muda tu zinaundwa. Lengo ni kuweza kutangaza kampuni zao, biashara zao, na pia lengo katika hizo kampuni huwa pia zinarudisha kwa jamii katika kipindi hiki cha Ramadhani. Kwa hiyo kupitia Azam TV timu zote shiriki zimepata faida mojawapo ya kuweza kujitangaza. Unajua Azam TV imevuka mipaka sasa. Na hatuzungumzii Afrika Mashariki tena, hatuzungumzii Afrika kwa jumla. Umeona? Siku hizi kuna Azam Max inafika mbali zaidi. Kwa hiyo wanajitangaza worldwide, naweza kusema hivyo. Umeona? Na nje ya hilo, kwa watu ambao wako mbali, tumeweza kuwarahisishia kwa sababu ni burudani kipindi cha mwezi mtukufu. Wengi wakishapata iftar pale ndio muda wa kupiga story kidogo wa kuongea. Starehe kubwa kwa sasa ninafikiri ni football. Umeona? Sasa unapokaa na familia, mnaangalia mechi ambazo sheria zake zinaenda kwa haki na usawa, umeona, bila kona bila kipengele, na pia unaweza kuona vijana ambao wanaonyesha vipaji vyao. Pia kupitia hili unajua hawa ni nini? Octopus, wanahusika na nini? Unaanza kufuatilia. Umeona? Hawa ni nini? Ni Muhimbili. Hawa ni hospitali. Kumbe wana timu ya mpira wa miguu. Umeona? Kwa hiyo unajikuta huu mwezi tunafanya uwe mfupi. Japokuwa ni mwezi ambao inabidi tusikie kidogo ya oxygen ya kati. Umeona? Kwa hiyo sababu na hilo pia Barbarian Ramadhan Cup nikaanza kuongelea kidogo kiundani. Unajua niipongeza sana kamati ya maandalizi ya Barbarian Ramadhan Cup. Wasfida na watu kweli. Ana watu ambao kila sekta amepata watu ambao wana weledi wa kutosha. Umeona? Kwa hiyo ameweza kuandaa kamati nzuri sana ya kuandaa hii ligi. Nami pia nikiwemo ndani ya kamati ya maandalizi. Unajimwagia nyama hapo sasa. Hatari wewe wa Morogoro Kigoma? Hapana, mimi mtu wa Mbeya. Na Mbeya siku hizi nao wanachonga hivi. Mwaisa Umeona sasa, kwa hiyo tumetamani kufanya vitu vya tofauti na tumejipanga na tumedhamiria kufanya vitu tofauti, na mpaka sasa tumeweza kudhihirisha ule tofauti wetu na Ramadhan Cup zilizopita. Sasa hapo uniambie, kwa sababu timu kuzifahamu ni kitu kimoja. Lakini nini mmekitumia zaidi katika kuhakikisha kwamba timu zinakuja kwa kufuatana na viwango? Unajua kuna Ramadhan Cup iliyoanza mwanzoni kabisa ya ndugu zangu wakina Naso bin Slum na wengineo, ilikuwa maveterani, unaangalia umri na unaweza kuweka wachezaji wa ligi kuu 2 au 3, ikaja wachezaji wa staafu, baadaye ikaja ikaonekana wachezaji wanakuwa wengi sana ambao wako kwenye competitive soka, ikaja ikashuka, baadaye ikaja ikaona sasa ndio timu za makampuni nazo ziende, kwa mfano kama mwaka jana ilivyokuwa, na kuweka hata timu za vijana katika kwamba kuna namba ya vijana. Hii nyinyi mliweka katika vigezo ni nini zaidi? Meneja wangu hapo ataliongelea vizuri zaidi, afu mimi meneja anifahamu vizuri sana. Unajua kweli kulikuwa kuna mambo ambayo yanafanyika kulingana na wachezaji wapi watabidi wacheze na nini. Sema sisi kuna kitu tulikiangalia na tulisema kwamba ile usajili ni open. Wewe una mchezaji unataka umlete Pacome aje acheze, unataka umlete Deborah Fernandez aje acheze, safi. Aje acheze. Yaani sisi tunachokiangalia ni burudani pale uwanjani. Kwa sababu gani? Ukiangalia kuna limitations zingine ukiweka sawa zinakuwa zinafaa, lakini ukiweka open, kwa sababu Yanga hawezi kuachia mchezaji wao aje acheze kwenye ligi kama hii. Na kuna wachezaji wengine ambao wengine umri wa soka umewapita lakini wana kipaji. Kwa hiyo ukisema niweke limitation bwana tunataka labda under 20,
kuna watu ambao utawakosesha kuja kuonesha vipaji vyao. Kwa hiyo tunaweka open ili kwamba kila ule mwenye uwezo. Nikiangalia kama kuna timu moja imenifurahisha sana inaitwa Octopus hiyo. Mapweza. Mapweza hiyo. Mabosi wenyewe unakuta bosi bwana na kitambi chake kidogo kidogo, lakini ana uwezo wa control mpira, anatoa pasi, anakata mtu. Yaani fresh kabisa. Kwa hiyo ndio burudani tunataka tuone. Aombi waje hao. Hali yao ikoje mpaka sasa hivi? Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo kukuja kuscrutinize ile na nini kidogo inasaidia, kwa sababu watu wanataka waone burudani. Kwa hiyo burudani iko kwa wote. Kwa hiyo na ule mwenye uwezo wote wa kuonesha kipaji yani free. Na humo tunaona na vijana wadogo hapo, vijana wana vipaji kweli kweli, tumewaona mle wengi, na kadri ya mashindano yanavyoenda nadhani mambo yatakuja kuwa mazuri zaidi na ushindani utakuja kuwa mzuri zaidi. Ndio. Na game hizi kwa sasa mwanzo zinachezwa kuanzia muda gani mpaka muda gani? Mechi ya kwanza inaanza saa 4 kamili mpaka saa 5, mechi ya pili inaanza 5 dakika 10 mpaka saa 6 dakika 10. Odako tunaanzia pale. Yeah, tunacheza kwa nusu saa. Ndio. Ila kuanzia quarter final au semi final, final itakuwa dakika 90. Confirm. Ila kuanzia quarter final na semi tutaongea. Kwa hiyo mmeweka kwamba kile inavyozidi kusogea, timu zinazozidi kupungua, dakika zinasogea kidogo. Ndio. Kuanzia mtoano nafikiri. Na kwa upande wa DRFA, kwa maana ya kwamba wenye soka lao Dar es Salaam, ushirikiano gani mnatoa kwenu? DRFA mpaka dakika tunavyoongea wao ndio wanao control. Tumewachia dhamana hiyo. Na kila siku hapo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku mwisho inshallah watakuepo. Na unajua sisi Barbarian Ramadan Cup kati ya kitu ambacho tumezingatia ni kuwapa dhamana wale wanaohusika. Hatujako binafsi. Ndio umeona kwenye masuala ya matangazo tumewachia wabobezi Azam TV. Kwa masuala ya uamuzi na sheria zote za mpira wa miguu tumewachia wao. Umeona? Wakina Godigodi. Yes, wako. Yupo Godigodi. Yupo Godigodi. Anafika fresh kabisa. Kila siku. Maneno yamepungua au yako wewe? Na swala la ulinzi amelishikilia kweli kweli. Security mubashara kabisa. Security mko na nani? KFS. Of course. Kina Soloka hao. KFS na vile vile polisi ya Tanzania pia tupo nayo pale. Wanajumuika na KFS, kwa hiyo mambo ya fujo nini kila kitu mpaka sasa hivi amani kabisa. Vigoma bwana vipo, lakini tunachoshukuru Mwenyezi Mungu, vigoma vyetu vinaenda kiustaarabu. Watu washajua this is home, this is highway. Kwa wanajua sisi tunakaa hapa, fujo zetu zote zitaishia hapa. Baada ya mechi watu siku hizo mko waelewa sana katika football. Hauhitaji kuweka uzio mkubwa hadi sijui senyenge ili wasipite. Umeona? Wanajua kabisa mpira ukiisha sitaruhusiwa kupita hapa. Njia yangu ni ile kule. Na tunachoshukuru Mungu mpaka dakika hii polisi wetu wanafanya tukaweza kufanya ni pale. Hamna fujo yote iliyotokea. Na hata katika kipengele cha afya ndio tumejipanga kweli kweli. Safi sana. Tuna ambulance pale kubwa na ya kisasa ambayo imejaa mafuta muda wote. Na pia tuna madaktari wabobezi zaidi ya 5 ambao wako pale. Achana na wale first aid wale madaktari ambao wanakupa kuja kuangalia afya za wachezaji. Umeona? Gadi shughuli. Gadi yuko sawa kweli kweli Gadi. Yani akianza kukufungulia bila shaka ndio maana bosi wa Barbarian ameamua kwamba awe msemaji wake. Hii ni sehemu ya kwanza ya kipindi ambacho tunazungumzia yale yanayojiri au yanaendelea katika Barbarian Ramadan Cup tournament ambayo inaendelea katika viwanja vya JMK na kurushwa moja kwa moja na Azam TV. Lakini ni vipi ratiba ilipangwa? Walianzia wapi, wapo wapi, wanaelekea wapi? Ili tutakuja kurejea nalo baada ya matangazo. Wale wenye vitambi wenzangu mtakuwa mmekosa, mngekuwa mmejiandikisha mapema, mngekuwa mnakipiga pale JMK Park. Lakini niendelee tu kukwambia kwamba ndani ya kipindi hiki niko na wageni ambao ni waandaaji wa michuano ya Barbarian Ramadan Cup ambayo yanarushwa kupitia Azam TV yakiwa yanachezwa katika viwanja vya JMK Park. Siku zote unapofanya mashindano kuna kujifunza kutoka kwa waliotangulia. Ndiyo. Na kuna kurekebisha au kuleta utofauti katika hili. Sasa hili naomba mniambie bwana, kuna utofauti gani mkubwa katika mambo katika Ramadan Cup hii? Yes, unajua Ramadan Cup zimeanza ni miaka 15 sasa. Tukia yani tukia mwaka wa kwanza tunasikia Ramadan Cup mpaka sasa ni miaka 15. Hapo tutazungumzia mimi ni kipindi hicho na miaka 10. Mpaka sasa. Kwa hiyo wengi wamejifunza, na mimi pia nilipofika kwenye muda wangu wa kwanza kujua nimejifunza, na pia waandaji wakaona vingi, na pia bosi wetu Fida kaona sana Ramadan Cup kwa sababu mwaka jana kacheza pia Ramadan Cup. Na mwaka juzi pia ameicheza mwenyewe.
nusura awe mfungaji bora mwaka juzi. Umeona? Kwa hiyo kaona akajifunza. Marefali walikuwa wanamwachia nini? Hapana. Bwana Alikeni hawezi kutoa mzigo. Wanaachia kwa Ramadhani kisha wakachukua mzigo. Ana amenyoka. Amenyoka. Kwa hiyo kafunga kihalali. Alifunga kihalali. Haya, twende katika hilo. Sasa tunaheshimu sana waandaji waliopita. Wengi walioandaa miaka yote iliyopita kwa sababu sisi mara yetu ya kwanza. Tunawaheshimu sana, tunawapongeza sana na tunawashukuru kwa sababu kupitia wao tumeweza kupata nuru na kuweza kupata mwanga. Hatusemi kwamba sisi mwaka huu ni wakamilifu zaidi au tutafanya perfect zaidi kuliko hao, hapana, tutakosea. Umeona? Kwa sababu wao kwa sehemu yao walifanya kwa ukubwa ule. Utandawazi mambo yanabadilika, ni mwaka sasa. Nasi pia kuna mambo mengine tumeweza kuyavumbua, tunakwenda nao kisasa zaidi. Kwa hiyo mazuri tumeyachukua kutoka kwao na mapungufu tumerekebisha kufanya kitu kilichokuwa bora. Na ndio maana mpaka ninapozungumza dakika hii timu zote shiriki ukiziuliza moja moja unazungumzaje mashindano zitakwambia kwa kweli mwakani pia tupo. Kila timu na kuna timu ambazo zinasema mwakani niwekee nafasi kabisa. Sijashiriki mwaka huu lakini kwa nilichokiona sasa naomba mwakani niwepo niwekee nafasi. Kwa hiyo tuseme tu alhamdulillah mpaka saa hizi mambo ni mazuri. Utofauti wetu uko wapi kwa mwaka huu? Mwaka jana yes walikuwa wanaonyesha Azam TV lakini mwaka huu pia sisi tupo Azam TV. Na tunachoshukuru Mungu Azam TV mwaka huu na mwaka jana ni tofauti kabisa. Kadri siku zinazozidi kwenda Azam TV inazidi kuonyesha vitu bora zaidi. Umeona? Kwa hiyo matangazo yetu yanaonyeshwa na Azam TV mwaka huu yamekuwa quality zaidi ya mwaka jana. Yamekuwa mazuri zaidi ya mwaka jana. Tunazungumzia saa hizi tunazungumzia pale Jakaya ukienda kuanzia asubuhi mpaka jioni magari ya Azam TV ya kosi 2 3. Umeona? Kwa kuonyesha jinsi gani nao pia wamejipanga mwaka huu zaidi ya nini? Ya mwaka jana. Lakini pia sisi kama management tumejipanga vipi? Kama waandaji wa mashindano tumeweza kutengeneza kitu ambacho kitamfanya mtu yote aishi kitandawazi, yani kidigitali zaidi. Tumeweka mashindano kidigitali. Tuna website maalum kwa ajili ya mashindano ambayo website yetu ukiifungua tu unapata taarifa zote. Katika usajili wetu wa wachezaji, sawa tujaangalia una uwezo gani, umecheza wapi, ni kweli, lakini tunafuata kanuni. Muda deadline ya usajili inaisha lini? Muda wa usajili upoisha tumefunga. Na wachezaji wote tulivyofunga usajili unakuta katika website. Kwa maana ipi? Ukifungua website yetu www.barbarianramadhancup.co.tz utaweza kukuta timu zote shiriki 16. Utaweza kukuta wachezaji wote wanaoshiriki katika kila timu. Sio jina tu, hata picha yake ambao amepiga within this month. Umeona? Lakini pia utaweza kuangalia stands. Umeona kwamba vipi grupu hili liko vipi, grupu hili liko vipi, msimamo uko vipi, nani leo akifungwa Mama Jeni anatoka, nani leo akishinda anapita. Umeona? Na utofauti huu nafikiri katika hizi ligi zote loko sisi tumekuwa wa kwanza kufanya kitu. Okay. Umeona? Na sio tu kuweza kuangalia wachezaji. Wewe uko kwenye gari njiani kwenye safari zako. Unataka kujua Barbarian yako kipi kinachoendelea. Umeona? Unafungua website yetu. Utapata mechi zote zikiwa live zinapoendelea. Yes, dakika ya 5, huyu ashapata kadi ya njano. Dakika ya 20 nani kafunga? Goli linaongozwa kupitia website yetu. Hili swala ni nadra sana kwa Tanzania hii. Hata Afrika Mashariki katika ligi zote loko. Huwezi kuta sehemu nyingine yote zaidi ya Barbarian Ramadan Cup ya mwaka huu. Umeona? Kwa hiyo na pia kuanzia mechi ya leo nafikiri kuna kitu tumeweza kuweka QR code katika screen yako Azam TV ukiwa unaangalia kwa sehemu tutaweka pale ya kuscan. Unajua unaona kabisa hivi hawa mechi ikisha hivi inakuaje. Una scan pale tap unapelekwa moja kwa moja katika website yetu. Itakuonyeshia stands iko vipi. Umeona? Sio kama tofauti unauona hapo. Umeona? Na pia nje ya website tuna page yetu nzuri sana ya Instagram. Lazima uandike kwa heshima na tahadhari ili uweze kuipata yenyewe kwa sababu zipo nyingi. Umeona? Barbarian Ramadan Cup 2025. Unaliunganisha lote mwanzo mpaka mwisho. Barbarian halina space hilo. Yes, halina space wala halina kuchanganya kubwa na ndogo. Na ile hadi ile 2025 unaandika kama ilivyo Barbarian Ramadan Cup 2025. Ukiandika tu hivyo inakupeleka kwenye page yetu official ya Instagram ambapo unapata mtiririko tena mwingine. Umeona? Wa picha sasa za matukio yote. Mechi hii kwa hivi, ilisha hivi. Na pia tuna highlights. Nje ya Azam TV, yes, wana play part yao kubwa sana kuonyesha mechi full time na nini. Lakini sisi umekosa matangazo yale. Tuna sehemu maalum katika Instagram yetu tunapata nini? Highlights. Na pia tuna YouTube channel yetu ambapo pia highlights zote zinawekwa kule. Kwa hiyo niseme kwenye kidigitali tumeweza kuzingatia vigezo vyote vya kuonyesha ukubwa wetu. Na huu ndio ukubwa wetu wa Barbarian Ramadan Cup. Nani mtaalamu wa kitengo hicho cha digitali? Tuna wataalamu waliobobea hasa. Tunazungumzia hapo Aftab, nazungumzia hapo Mustafa, ni wataalamu kweli kweli. Na wengine mimi sijaiona mpaka leo hii anayeongoza email na nini. Ila tunawasiliana nasikia tu kwamba tumeshatuma kule.
kwa mtu wetu wa system. Sasa Barbarian mara ngapi ni timu ambayo imejitosheleza kweli kweli. Umeona? Kila sehemu ina mtu wake na tuingiliani katika idara. Idara yangu mimi ya habari na media inanihusu mimi na timu yangu. Idara hii nyingine ya hizi vitu vya email na Instagram na YouTube channel ina watu wake wengine. Protocality. Nafikiri umenielewa. Lakini tuende katika maeneo hayo ambayo tunazungumzia na utofauti ambao umekuwepo katika michuano hii ya Barbarian Ramadhani Cup. Naamini kwamba katika mwezi kama huu kuna misingi ambayo lazima ifuatwe kuendana na muda wenyewe na dhana nzima ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Sasa hili nyinyi mmehakikisha vipi kwamba kama mimi nakuja pale, ndio nakuja na familia yangu, ndio hamna bugudha ambayo inanitoa katika mfungo wangu? Yani nakuja kama ni burudani, ni mpira, lakini hamna vile ambavyo vipo nje ya kuweza kuondoa maana nzima ya mfungo wangu. Ya mfungo. Hicho kitu tumejitahidi kadri ya uwezo wetu kuweza control. Maana nadhani sana kitu ambacho kilikuwa kinaleta kidogo picha ambayo sio, ilikuwa ni mambo ya vigoma hayo. Na maana yangu vipi, wale mashabiki wanaokuja na vigoma wanawake na nini, kuvaa nusu uchi na nini, sasa hivi tumedhibiti. Kwa hiyo mtu anakuja, wewe ni mwanamke unataka kuja kwenye jambo zima la kuja kusupport soka na nini, basi piga shungi yako, vaa dera, vaa baibui na nini, bado utacheza, tutaburudika. Na huko kwenye msingi ambao unaelekeza yani. Kwa hiyo na pale JMK naona, unajua tunapoongelea Ramadhani ni mwezi mtukufu wa kufunga. Na ile funga sio kwamba kuanzia asubuhi mpaka muda wa kupiga maji na tende. Baada hapo pia bado mtu unakuwa kwenye funga japo unakuwa umeruhusiwa kula. Kwa hiyo tuliangalia kwamba baada ya iftari kuna watoto hao ambayo tunaita yani youths au teens wale. Sisi watu wazima mtu unaweza ukakaa nyumbani au ukafanya nini ukaweza kuendelea na funga yako na ukeka kila kitu kwenye msingi. Lakini mtoto atakimbilia kwenda kucheza labda mchezo tuseme keram. Lakini ile keram sawa, sio kwamba inakatazwa, lakini akifika pale atakuta na watu wengine ambao wako kwenye ule mchezo. Wataanza bwana buku mimi nakupiga. Au nipige bwana tuweke buku na tayari kashaingia kwenye tayari kwa kwenye kamari ambayo kinaharibu nini? Funga. Lakini wanapokuja huku sasa ile swala la soka linawachukulia mawazo ya kufanya mambo mengine ambayo hayafai, ambayo yatatoa maana ya funga, waharibu funga zao, yanakuwa yametoka. Na pale maadili ya dini yote tunakuwa tunafuatilia pale. Kwa hiyo kwa sasa hivi nadhani hata wakiona highlights na nini, watu kweli vigoma vinakuwepo, lakini viko well organized yani. Viko kama mchezo tu. Kwa hiyo hata mtu akija na familia yake, na wengi wamekuja na familia zao, wengi kwa sababu mimi niko pale full time na waona, kabla hata kuja shehe vipi upo? Bwana anakuja na familia, wanakaribishwa vizuri, wamama wanakuja, watu wazima wa heshima na nini wanakuja, wanakaa, wanaangalia mpira, wanaondoka zao kwa usalama. Mmeweka viingilio? Hamna viingilio. Hamna viingilio. Tumejaribu tu kutofautisha kwamba kuna mashabiki wa kawaida, alafu tumejaribu kuweka kitengo cha yani section ya kwamba VIP, lakini maana yetu ile kuweka VIP ni kuna watu wa heshima na nini, kwa sababu mtu amekuja na mke wake, hawezi kumpeleka kule kwenye fujo, japo sio fujo sana, lakini angalau aje akae kwa heshima na nini, aweze kuburudika na nini kinachoendelea. Gode amecheka pale kumwambia hivyo. Umenielewa kwamba kwa nini naulizia hilo? Ni urudi kwanza kidogo kwenye swala la maadili. Ndio. Niwapongeze sana KFS. Wapo very strict. Jakaya pale sio bwalo kwamba unaingilia popote. Tuna main gate yetu pale. Unaingia. Kwa before hujaingia pale unakaguliwa kweli kweli. Sasa swala mavazi, okay, una biashara gani? Umeona? Inaendana kweli na mwezi mtukufu, ni ya kidini, ni haki. Umeona? Kwa hiyo niwapongeze, wako strict sana, na walokuja tofauti wamerudishwa sana wengi. Kama unaangalia sasa unaona clip inaendelea, kuna ambao anaangalizia nje kabisa. Mbona sio kwamba watu wani kuingia ndani, lakini ni vile tu kuna baadhi ya vigezo wamevikosa. Ila kwenye swala la entry ni free. Huu ni mwezi mtukufu, ni mwezi wa kuswali. Na tumeweka hii kwa sababu watu wengine washindwe kwenda sehemu ambazo wanaanza kufanya mambo mabaya, waje pale kuangalia nini? Burudani. Sasa kama hata sehemu ya burudani unaweza kulipisha kiingilio, itakuwa tena haina maana kuweka haya mashindano. Basi tungeweka kipindi ambacho sio mwezi mtukufu. Tumeweka mwezi mtukufu maalum kwa sababu tusaidiane sisi kama Waislamu, sisi kama Wakristo, tupate sehemu ambayo itatupatia muda wetu uweze kwenda,
tu refresh vizuri bila kutumia gharama nyingine yoyote. Na huo ndio tofauti wa ligi yetu sisi Ramadhan Cup, ligi ya mpira wa miguu, na hizo ligi zingine ambazo zinaendelea sehemu zingine. Wala kuna moja hilo viliambia K4S Security. Nabii tu niligusia hapa. Said umezungumzia sehemu maalum. Nafahamu kwamba kuna wale ambao pia wame sponsor timu zao na nini, wamiliki wa makampuni na nini wanakuwa na sehemu angalau sehemu yao na hizo familia zinazokaa. Lakini moja ya maeneo ambao pia amekuwa na changamoto kubwa, wakati mwingine watu wanashindwa kufika. Kuna wale ndugu zangu ambaye akijua Gadi yuko pale au Saidi atakuwepo pale, ana uhakika mimi nitaenda pale, lazima nipige sindano niibuke na kitu. Umeshaelewa? Aokote. Lazima nipige maokoto. Sijui kama ni kibali nimekiongelea katika mwezi huu, lakini kumekuwa pia kunapunguza idadi ya watu kuweza kuja. Yaani mtu anashindwa kupata burudani kwa sababu tayari akigeuka hivi anajua kuna watu 15 hadi 20 wanasubiri kuokota. Sasa hiyo mnawasaidia vipi wale ambao wanakuja na wanajua kabisa tokeo wakifika kwamba hapa nikienda bora tu yani niziweke hizi change, au ametoka tayari kutoa sadaka yake kwa watoto wasiojiweza, watu wasiojiweza, anakuja pale anakuta mtu mzima kabisa anakwenda kumwalibia kuangalia ule mpira wake. Ndio. Wanadhibiti vipi K4S? Sasa kwenye hilo jambo sema unajua nini? Ndio maana mashindano haya sana sana huwa yanapendelewa kufanyika kwenye mwezi mtukufu, kwa sababu watu kweli hatukatai wapo. Ila kutokana ni mwezi mtukufu. Na wenyewe kuna jinsi ambavyo wanajikontrol. Alafu unajua mtu na mtu bwana hao, huyu bwana nimemshiba na yeye kanishiba. Kwa hiyo wanajua wenyewe wanapokana nini. Anajua akifanya hivyo anajua anamshikia kwenye ango gani. Na unajua tuseme mimi na mtu wangu najua bwana hapo nikiwa na shida yoyote huyu mtu ananisaidia. Lakini nakuwa vile vile nakuwa nimemsoma mazingira, najua huyu akiwa kwenye mood fulani nisimbuguze, ila akiwa kwenye mood fulani nikiwa na shida atanisaidia. Kwa hiyo namlia timing kwa Ramadhani Cup nitaenda kumkuta. Lakini tumejitahidi kudhibiti kwa kadri ya uwezo wetu. Sisi mambo mengine magumu kudhibiti. Party ambayo imeweza kufanywa kazi na K4S Security katika hili hapa ni moja. Ni pale ambapo wale ambao hawana VIP pass hawataweza kuingia VIP area. Sasa kama hata anayeokota naye ni VIP, basi huyo anaruhusa. Maturity yake iko vizuri, anajitambua. Kwa hiyo anaweza kujua atamuingia vipi huyo mtu wake. Umeona? Kwa hiyo tumedhibiti sisi kwa hivyo. Lakini haya ni mwezi mtukufu. Kwa hiyo na nyinyi mabosi wengine wanapenda kutoa. Na wanapenda wale watu wanaohitaji waokote. Umeona? Kama tukidhibiti sana na wenyewe watawapa wapi hao watu. Kwa sababu mwingine anasema mimi sijaingiza timu, lakini huo mwezi mtukufu yeyote ambaye nitakutana naye nitampa mkono wa chochote. Umeona? Wapo tu kama hao. Umeona? Sasa hatuwezi kudhibiti kila kitu kwa sababu ukikaza sana kuna sehemu utaharibu, kuna sehemu utaboresha. Ila tumejitahidi sisi kwamba hata kama wataingia baadhi ya watu kwa buguzi, basi wale watu ambao wana title hizo wanafanya na umo. Umeona? Big Chawa. Sio Big Chawa. Ni moja tu ya burudani ya. Lakini sasa twende, ligi imefikia wapi mpaka hapa tunapoongea leo hii? Mpaka dakika hii bwana, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah tumefika, tunaendelea makundi. Ila sasa tupo kwenye makundi ya joto. Nikisema makundi ya joto sio kama naeleweka. Mechi za maamuzi. Kundi moja lina timu 4. Kwa hiyo katika kundi moja unacheza mechi 3. Hizi mechi ya kwanza unafanya masiala, ukajua ni 2. Mechi ya pili unaweza kuweka serious kidogo. Na ndugu zangu hapa kana Likadomomo Wasafi. Mechi ya kwanza wamesale. Mechi ya pili wamesale pia. Kwa mechi ya mwisho hiyo kesho kutwa ni duo dai. Umeona? Sasa kipindi hiki kila mechi ni mechi ya maamuzi. Tumefika kwenye kipindi cha makundi ambacho ni mechi za mwisho. Jana tumeona watu wa kwanza tayari washalia, washatoka. Timu 2 jana zimetoka. Kwa timu imetoka na pointi 4. Kwa timu imetoka na pointi 4. Hawajefagi. Walikuwa na uhakika kabisa kwamba sisi hii mechi tunaingia kutafuta tu sare. Tupite. Wamekutana na watu ambao bosi wao amewaahidi mzigo. Madaktari. Wamefungulia booster. Wamefungulia booster hao. Tunazungumzia Yosam. Nafikiri umeangalia mechi ya jana, mbona bosi wake alivyosherekea ndani ya mbele ya kamera. Kidogo apige samasoti. Kwa hiyo tumefikia hatua ya makundi, tuko bado kwenye hatua ya makundi ila kwenye mechi za mwisho kwa ajili ya kujiandaa. Na ndio hii hapa watu wanaenda kulia hii game. Yes, hii clear penalty. Nafikiri watu waliongea lakini tukamchukua hadi kocha kwenda naye kidogo kwenye sehemu ya ufundi ajilizishe kwenye VAR. Kwamba bwana hii ni penalty, si unaona? Mlienda kwenye VAR kuna kuangalia. Yes, aliangalia. Kweli bwana huyu kweli alishika huyo. Akaona basi kabidi amlaumu beki yake. Amlaumu beki wake. Kwa hiyo
tumeenda tumefika hatua nzuri, na hapa leo pia mechi zinaendelea. Umeona, tunazungumzia Almala leo ana kibarua. Na nani? Umeona? Almala leo sana Imperial Haulage. cheza na Imperial Road Haulage. Okay. Alafu baada ya mechi hiyo baadaye watakuja wakipige Continental na Continental na nani mwingine? Yes, hao wote wanatafuta nafasi. Timu zote mbili zinazozitaja hizo Leo kutafuta nafasi ya kupita. Kwa hiyo katika mechi ya mwisho hiyo. Yes, wao wote ni mechi za mwisho leo. Okay. Ukifungua website yetu pia utajiridhisha. Okay. Hao Continental wanacheza na WWB. Hao WWB ni watu wanajiita watu wa boli. Watu wa boli. Ni watu wa TRA hao. Watoke wapi hao? TRA. TRA. Wabaweka wale TRA wa championship au weka TRA ya mjini pia? Hapana, ndugu yangu kama ametafuta vijana ambao wanajitafuta, ila kweli wana vipaji kwa kweli. Wako vizuri zaidi. Wanatembeza sana kwa maana hii ambayo tunaizungumzia. Hizi zinazojitafuta kwenye ratiba inayokwenda inaendana na zile ambazo zinapewa priority, kwa maana ni kwamba zile ambazo zimeshavuka eneo hilo ndo zinakuwa katika nafasi ya kundi, yani zitakuja kupanguliwa, kwa maana kwamba kucheza na hizi ambazo ndo zinapata matokeo sasa hivi ya kwenda kuingia katika hatua hiyo inayofuata, kwa maana ya kwamba kuna timu zishavuka, ndio yani zimepata ushindi mapema tu na ziko katika makundi. Kuna nyingine zikishinda mchezo ndo zinaenda. Kwa hiyo mtatengeneza draw mpya kwa ajili ya nani anacheza na nani, au inaendana na kutoka kundi hili kwenda huko? Maana makundi jumla ni 4. Yeah. Na kwa kila kundi ni timu 4, ila kwa kila kundi zitapita timu 2. Ndio. Kila kundi zitapita timu 2. Kwa hiyo maana tutakuwa na jumla timu 8 ambazo zitakuwa zimepita. Na maana yake tutafanya draw tena, kwa sababu tunataka, yani mashindano haya sisi tumesema tunatembelea kwa msingi wa usawa na haki. Kwa hiyo tutafanya draw tena. Hiyo draw ndo tutakuja kujua bwana fulani atakipiga na fulani, fulani atakipiga na fulani. Alafu baadaye tena burudani iendelee. Kwa hiyo draw ile ya hadharani. Draw itakuwa hapa, draw ya hadharani. Yes, hapa. Azam TV. Okay. Itakuwa draw tunatarajia ni lini hiyo kufanyika? Kama hesabu zitaenda sawa sawa. Nadhani mpaka sasa hivi ili kundi la kwanza ndo linamalizia mechi zao za mwisho. Alafu hizi kundi ambazo zimebaki pia zikimaliza tu tutapanga. Mratibu mkuu nadhani kwa naongea na watu ndugu zetu wa Azam TV. Kwa hiyo ile jambo litapangwa muda sio mrefu, nadhani litapangwa. Mpaka tarehe 17 tutakuwa tushajua nani anacheza na nani. Kwa hiyo draw itakuwa ni tarehe 16 au 17 hiyo, kwa sababu robo finali zetu zinaanza kuanza tarehe 18. Barbarian leo ikoje? Barbarian? Yes, hapo tunazungumzia Barbarian FC, si ndio? Team. Yes, mimi pia kama msemaji wa Barbarian FC. Usiseme ni binafsi. Endelea. Mimi niko kwa niaba wale wengine wote. Wewe tembea na bebele. Mimi niko kwa niaba wale wengine. Yes, sisi kama Barbarian FC hatujaingiza timu katika Ramadhani Cup hii kwa sababu tuna majukumu ya kuweza kucheza ligi ya bingwa mkoa. Kwa hiyo timu imeenda kituo Arusha. Tunaenda kukamilisha kwa sababu vijana wetu wana uwezo kweli. Kutoka Arusha tunakuwa daraja la pili sasa. Na nikukumbushe tu kuonyesha kwamba bosi wetu yupo serious na football. Kwa sasa ameweza kuambatana na timu kuelekea Arusha. Juzi tulikuwa na uzinduzi wa basi letu jipya na la kisasa. La Barbarian FC. Just imagine tupo daraja la 3, tunaingia daraja la pili, tuna basi tayari la kisasa. Ambapo tukiingia tuna basi zuri. Kwa hiyo tukiingia daraja la pili hapo kuna tiatu kuleta sasa basi kubwa zaidi. Daraja la kwanza ndege. Ligi kuu inaweza kaja hata boti. Kwa hiyo bwana Mlege, mwamba huyu bwana ananifija, ananiokota sana. Lakini tutarudi tuje kusikia hayo. Maana anapoizungumzia ni kwamba kila mwaka anapanda daraja. Tayari na basi anakuja na ndege, sio anakuja na kiwanja. Hilo ndio swali langu litakaofuata hapo. Lakini hii yote ni burudani. Ukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukiwa kwenye Kwaresma, hautakiwi kukaa unanuna. Unatakiwa uchangamke, uongee, ujumuike na watu, ufurahi. Hiyo ndio dhana nzima, na kubadilishana mawazo katika misingi ya kidini, misingi ya kindugu na hali kama hiyo. Na ndio maana Barbarian Ramadhani Cup iko katika eneo kubwa kabisa, kwa maana kwamba JMK Park, ambapo wewe yule na mwingineo wanaweza wakafika katika staha ambayo inatakiwa kuweza kuangalia mashindano haya. Lakini hatujamaliza. Baada ya matangazo tutarudi hapa.
Well, kila jambo huwa lina mwanzo wake, na mwanzo ambapo hapa tulikuwa tunamalizia na msikiliza msemaji wa Barbarian FC au Barbarian Ramadhani Cup Gadi akiwa anagusia kile ambacho kipo katika ndoto za boss wa Barbarian Park, Barbarian FC na makampuni ambayo anajumuika nayo Bwana Fida, kuhusiana na passion yake katika mpira wa miguu. Na kuna kitu ambacho kimenigusa hapa, dhamira ambayo umeizungumzia ya kuhakikisha kwamba timu hii inaenda katika ligi ya ushindani, kuwa na basi kuweza kuwa na timu ambayo sasa inaenda katika mbio hizo za kwenda katika nafasi inayofuata. Hiyo na maana pia inahitaji pia financial power na usajili uliotulia. Moja ya vitu ambavyo vinaangusha sana timu nyingi ni usajili wa kusikia kwa sauti, kusikiza kutoka kwa mchambuzi. Bwana Nyembera amesema kwamba Bwana Sadamu ni mchezaji mzuri, au Bwana Mlege, na kidogo Bwana Fida anamsikiza Bwana Nyembera, kaleta wa kwake. Sasa nyinyi mmejipanga vipi katika soka hilo la ushindani ambalo lina mambo mengi sana kuweza kufikia nchi ya ahadi ambayo ni NBC Premier League? Nafikiri kama msemaji taanza kidogo, tamalizia meneja kwenye hilo. Sisi Barbarian FC tumeenda Arusha kama nilivyosema, katika kituo tulichopangiwa, na tunakwenda kule kukamilisha ratiba ili tuweze kuingia sasa daraja la pili. Tunaweza kukamilisha, sio kwamba tunaenda kwamba kinyonge, tuna uhakika confidently 100% kwamba tunakwenda kushinda michezo yetu yote na tunarudi huku tukiwa daraja la pili. Sasa mipango hapa daraja la pili ndio itaanza upya sasa. Na katika kuhakikisha tunaenda kufanya vizuri kule, hatujakurupuka tu kuongea mdomoni. Barbarian FC imeweza kutafuta technical bench nzuri sana la watu ambao wana ufundi wa hali ya juu. Tuna kocha mzuri mwenye leseni kubwa na msaidizi wake. Umeona hapa ndo ndugu yangu Zizu, mtu wa fitness yuko pale, madaktari wakubwa wako pale. Bosi wetu inapokuja swala la football, kutumia hela hajayo kuwa na wasiwasi hata kidogo. Na ndio maana nilikwambia kwamba huduma ambazo nilipata Barbarian FC ni huduma ambazo hata timu za daraja la kwanza nyingi hazipati. Kwa hiyo ile lugha mtaanza sana, bosi ni chizi mpira. Yaani bosi ni chizi mpira kabisa, kwa sababu kwanza before kipindi chote cha maandalizi mpaka tunaenda kituo, timu yetu tuko na futuru pamoja pale Barbarian Park. Chakula kizuri kabisa. Umeona? Na haijaishia tu hapo. Umeona? Tumenunuliwa basi kubwa na la kisasa. Kubwa kwa hiyo unaposema kubwa inamaanisha nini? Kama la Azam, kama la Simba, kama la Yanga, kama Aise. Nikitaja huko ni kama la Coastal Union. Okay, safi. Uweka sawa. Yeah, ni corporate na basi ambalo wanalo Coastal Union. Okay. Yes. Na basi hilo limezinduliwa juzi pale Jakaya. Tumeona limekuja pale, lishawekwa sticker vizuri kwa sababu ni la kwetu. Na timu imesafiri nalo kuelekea Arusha. Masaa matatu tukashafika, basi ni nzuri na driver wetu yuko makini. Tunaenda kule kucheza, tunaenda kufanya vizuri na hakika inshallah, na tutarudi tena hapa tukiwa imara. Na issue nzima ya kuweza kwenye usajili, tuna scouts. Umeona? Na tuna watu ambao tayari ni wataalamu hivi vitu. Siwezi kutaja majina, lakini wengi wapo timu za taifa, umeona, na vilabu vyetu vikubwa ambao wanatusaidia katika kuweza kufanyaje, wanatusaidia katika kuhakikisha tunapata vijana wazuri na vijana ambao wana vipaji kweli kweli. Okay. Jambo kubwa hilo. Ndio. Wewe ulishalijaribu ile basi kukaa ndani? Msemaji, nilikuwa wa kwanza kuingia. Wakati ununuzi uliambiwa? Nimelipokea. Au surprise tu umeliona basi ile hapa? Bosi hawezi akasema kila kitu, lakini sisi hapa watu wake wa karibu tunakuwa tunafununu hizi kwamba bwana nafanya kitu kwa ajili ya wachezaji wangu, itakuwa surprise. Kwa mimi kama msemaji nikienda kwa wachezaji nawaambia ndugu zangu, tutoboe hatua inayofuata. Kuna kitu kinakuja. Na kwa najua. Na mimi ni msemaji ambaye nimenyoka. Na hata niwaambie hata wasemaji wengine, Barbarian FC tunakuja huko juu. Tunakuja. Unajua gari hapa kuna kitu kimoja alikikataa. Hilo basi nilikuwa natamani nilione hapa, na nitaliona, lakini katika kitu alichokataa anakuambia yeye sio ile mdudu wa kwenye godoro yule. Sio. Ila yeye yuko karibu na bosi. Lakini kila hatua inapokwenda inaonekana kwamba kama unapata mzigo kwa bosi inabidi upite kwake, sio? Mpaka mtikasi. Hapana bwana, mimi siko huko. Ila misingi yangu ya kazi ndio na nyenyua kiwango cha imani kwa bosi wangu. Ndio. Kazi nzuri sana. Sasa tunagusia hapo na tumeweza kupata hiyo dibaji. Nadhani tutakuwa na nafasi nyingine kwa wakati mwingine kuangalia Barbarian FC kile ambacho wanakwenda au mnaenda kukifanya kwa kuanzia katika hatua awali kabisa. Nadhani Omari na Idrisa ndio wenye mlengo mkubwa sana wa kuweza kutuhakikishia hata akiingia ndani gari na AC au fixes zimekuja tu za hapa kwa juu. Lakini kwako wewe ni neno lingine kwamba tukiangalia Barbarian Park
attractive hiyo ya watoto wanapofika pale na kitu kama hicho, na ndoto ambayo ipo katika michezo tofauti. Hii ndio eneo ambalo nadhani umeligusia, si ndio? Yes, is go kart. Kabisa ndio. Utamwona bosi wetu pia. Huyo ni meneja Pengo, huyu hapa bosi wetu Fida. Meneja anaitwa Tengo. Meneja alikuwepo pale. Ulikuwa na mzigo. Babu Pengo. Pengo. I know Babu Pengo. Huyo hapa. Mwanzoni babu nikajua kwamba Pengo bwana alipitia katika masumbwi. Msemaji nilikuwa nyuma kidogo na speed kali. Okay. Kwa hiyo kwa maana nzima mnafanya huu mchezo kwa muda kwa dakika, mtu analipia kwa dakika, kwa saa, kwa nini? Mtu analipia kwa dakika. Ni ticketing system. Kwa hiyo mtu anakuwa analipia tiketi, alafu ile tiketi inakuwa ina muda wake maalum. Okay. Sawa. Inakuwa na muda wake maalum, na game zetu zote nadhani zina muda maalum. Zimesetiwa kwa muda kama hizo virtual reality. Sehemu peke yake ambayo haina muda maalum ni sehemu ya mpango mzima wa watoto kwenye mabembea. Okay. Huko mtoto akija akapewa wristband yake, hata ukitaka alale kesho mkute yuko pale, mradi awe na wristband yake. Yuko kwa eneo salama kabisa. Okay, na vigezo vya mtu kuingia katika hii mchezo special kwa hii racing. Ndio. Vigezo vyake ni nini? Pale sisi tunasema kwamba ule mchezo tunaruhusu mtu kuweza kuendesha mwenyewe kuanzia umri wa miaka 6. Ila kuna wenzetu wadogo tuna pia vile tuna jinsi ya kuaccommodate. Kuna gari ambayo ni 2-seater, kwa hiyo mzazi anaweza kumuendesha mtoto. Kuna mtoto yeye anataka aendeshe, sio aendeshwe. Kwa hiyo huyo tunamweka kwenye gari, anakaa na staff wetu pembeni. Kwa hiyo anakuwa kama yeye ndo anaendesha, lakini staff wetu ndio yuko anakontrol kitu. Okay. Na jambo mpango mzima wa usalama katika eneo letu tunajitahidi sana. Kwa hiyo ina maana kabla hujaingia kwenye kuendesha magari kuna safety rules and precautions ambazo tumeziweka, na huwa tunazielimisha kwa watu. Kwa hiyo unazipitia, lazima uwe na full gear, ina maana helmet, usiwe na nguo ambazo ziko loose. Kama una wanawake wenye nywele na nini, inabidi ukaze nywele zako zifunge vizuri. Ina maana pale tujaribu kudhibiti mambo ya accidents na nini. Na kwenye michezo mingine pia vile. Na tuna operators na watu ambao wapo pale wanaangalia kila kinachoendelea kwa muda wote. Kwa hiyo inapotokea jambo lolote, yani first tunakuwa tunalishughulikia. Safi. Sasa neno moja basi kwa wale ambao bado hawajafika JMK Park katika Barbarian Ramadhani Cup. Nini ambacho wanakikosa na uondo gani ambao unaendelea kuelekea finali? Ndio. Ili labda nitumie fursa kuongea kwa jamii yetu ya Tanzania nzima. Bwana, mnakaribishwa sana mwanzo pale JMK Park pale kwa kuja kushuhudia burudani. Ukiwa haujaweza kufika pale, kwa mfano Azam TV imeturahisishia hicho kitu. Kwenye simu yako unaweza ukatuona, kwenye TV unaweza ukatuona nyumbani, popote ulipo, yani burudani itakufikia. Kwa hiyo muje tujumuike kwa pamoja sote, na vile muje tujumuike Barbarian Park pia, mlete watoto waje wacheze, waje waburudike kwenye mwezi mtukufu, kwenye siku za sikukuu, kwenye holiday zao. Na tuna pia na mambo ya msosi pale Barbarian Park. Kwa sasa hivi kuna iftar, tunaweka iftar buffet kila siku ambayo ni nzuri sana, yani ukija kwa hela ndogo sana utakula, utashiba, utabeba. Nami na nene safi kabisa. Kwa hiyo nawakaribisha nyote wa Tanzania. Msemaji? Uko vizuri? Niko vizuri kweli. Tuage basi. Neno moja tu mimi niwaambie tu wapenda burudani. Sehemu sahihi na sehemu ambayo ni salama kabisa kwa kipindi cha Ramadhani ni pale JMK Park. Njoo pale uangalie burudani. Uko mbali basi hakikisha ukosi Azam Sport HD 3 kupitia Azam TV. Ukosi kutuona. Ni sehemu sahihi ya burudani pendwa kabisa. Karibuni, na hata Barbarian Park karibuni pale. Buffet yetu ya msosi pale iftar iko vizuri kweli. Mimi kwa siku ngapi tu hizi shavu lishanitoka hizi. Kwa sababu kila siku niko pale ndani ya Safi bwana, huyo ni Gadi Ezra, msemaji wa Barbarian FC Barbarian Ramadhani Cup ambayo inafanyika katika viwanja vya JK Park, lakini kuna meneja Said, yeye ambaye ndio meneja wa Barbarian Park iliyoko pale mtaa wa Ture Drive, Oysterbay jijini Dar es Salaam. Vingi wametueleza, lakini cha msingi tuendelee kutimiza yale ambayo yanapaswa kutimizwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja na kwa Respa. Lakini kumbuka kwamba zaidi ya hayo ni kujumuika na ndugu zako katika kuhakikisha kwamba mnabadilishana mawazo huku mnapata burudani. Na sehemu pekee ya kuweza kupata hayo ndani ya mwezi huu basi ni JMK Park ambapo Barbarian Ramadan Cup inaendelea. Tukutane tena wiki ijayo. Shukran sana.